wa shirika la FDH Tanzania, lakini pia siko peke yangu. Nimeambatana na meneja masoko kutoka shirika la madini la taifa STAMICO, ambapo kwa pamoja tumekuja kwa ajili ya kutoa mafunzo na uelewa kuhusiana na matumizi ya nishati safi kupitia mkaa mbadala wa Rafiki Briquette. Sasa kabla tujaendelea, ningeomba na yeye nimpe ajitambulishe na tuendelee. Naitwa Adam Hamidu, ni mwakilishi actually wa meneja masoko kutoka shirika la madini la taifa STAMICO, ila mimi cheo changu ni afisa masoko mwandamizi kutoka STAMICO. Kutoka Jeshi la Kujenga Uchumi, viongozi mbalimbali ambao tumekutana siku ya leo, kama ambavyo nimeeleza awali kwamba FDH kama wakala mkuu wa uuzaji na usambazaji wa mkaa mbadala wa Rafiki Briquette ambao unatengenezwa na shirika la madini la taifa STAMICO, tuliona pamoja na kufanya vizuri kwa Tanzania bara kwa maana ya kuhakikisha tunashirikiana na majeshi kutoa elimu kuhusu matumizi ya mkaa na kuunga mkono jitihada za Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu Dr. Samia Suluhu Hassan, lakini pia na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Zanzibar na Rais wa Zanzibar Dr. Hussein Mwinyi, tukaona tuje shirika la madini la taifa STAMICO kaunga mkono jitihada hizi za hawa viongozi wetu kwa kuja na utengenezaji wa mkaa mbadala ambao unaitwa Rafiki Briquette. Kwa nini mkaa? STAMICO inafanya shughuli mbalimbali kusaidia kuinua wachimbaji wadogo kupitia madini, lakini pia kaona pia kulingana na changamoto za kidunia ambazo zimekuwa zikiathiri mtiririko mzima wa uharibifu wa mazingira, na sisi kama nchi namna ambavyo tumejipambanua katika kuwa vinara katika kupambana na mabadiliko ya tabia nchi, STAMICO ikaona ije na product ya kutengeneza huu mkaa mbadala. Na mkaa huu mbadala unatokana na rasilimali au malighafi hapa nchini ambazo ziko hapa nchini, na mara baada ya kutengeneza STAMICO ikaona sasa tutengeneze viwanda. Kwa hiyo tuna viwanda, kimoja kiko Dar es Salaam, kingine kiko Tabora, kingine kiko Mbeya, kingine kinajengwa pale Dodoma. Kwa hiyo tukaona tuje sasa tushirikiane na nyinyi, moja, kuwapa elimu kuhusiana na umuhimu wa matumizi ya nishati safi. Tunafahamu kwamba na nyinyi ni sehemu miongoni mwa watumiaji wa nishati. Kwa hiyo ndipo sasa shirika la madini la taifa STAMICO likatengeneza huo mkaa mbadala ambao kwa Tanzania bara, kama ambavyo nimeeleza, tunafanya kazi na taasisi mbalimbali ikiwemo Eleza, kwa kule Tanzania bara tunasema tuna JKT, tuna supply kwenye JKT, lakini pia na taasisi zingine za umma na binafsi. Kwa hiyo tukasema ndugu zetu huku na wao wanatumia mkaa. Kwanza, mkaa wetu hauna moshi. Tunasema tuna falsafa tatu ambazo tunazitumia. Kwanza ni rafiki kwa bei,
ni rafiki kwa mazingira, lakini pia ni rafiki kwa matumizi. Kwa nini ni rafiki kwa bei? Ni rafiki kwa bei kwa sababu tumeweka bei ya kiwango cha chini kabisa ambaye hata mwananchi wa kawaida aweze kupata. Hatuwezi tukasema tunayo nishati safi alafu tukaiuza kwa gharama kubwa alafu ikawa inaenda haijibu mahitaji ya Mtanzania wa chini kabisa kule ambaye yeye kwa kawaida anatumia. Hatutakuwa tumesaidia kutoka kwenye matumizi ya nishati chafu. Kwa tukasema, ndugu zangu viongozi, tuweke hii nishati yetu safi iwe kwa bei rahisi ili Watanzania wote tupate kuitumia. Lakini tukasema mara baada ya kuweka kwa bei nafuu, tukasema iwe rafiki kwa mazingira. Sasa tutajuaje kama ni rafiki kwa mazingira? Moja, kwa matumizi ya mkaa mwingine ule ambao ni nishati chafu, una side effects nyingi, una moshi. Tunajua athari za matumizi ya nishati chafu, si ndivyo? Kwa hiyo sisi tukasema iwe rafiki kwa mazingira. Maana yake ni nini? Maana yake kwamba huu mkaa wetu, moja, usilete athari za kiafya. Kwa maana kama mtu alikuwa anatumia kuni anapata kifua, sisi kwetu ukitumia nishati safi yetu hutopata kifua. Kama mtu alikuwa anatumia kuni atapata changamoto za macho, sisi kwetu akitumia hatopata hizo changamoto za nini? Za macho. Lakini pili, kama akitumia nishati chafu inaweza ikasababisha athari za kimazingira. Sisi tumekuja na suluhisho kwa kutumia, nimesema, bidhaa za ndani au malighafi za ndani, kwa maana ya tunatumia mabaki ya makaa ya mawe kwa kuchanganya na daniliza miwa, mabaki ya miwa kwa ajili ya kutengeneza huo mkaa. Afisa masoko atakuja kueleza vizuri. Eleza sana, mimi niko sana kwenye field kwa wakati wa demonstration kwa kufundishana vizuri zaidi, lakini kwa kuongezea kidogo alichokiongea mkurugenzi hapa, naomba niongelee issue ya usalama, kwa sababu huu mkaa tunatumia mabaki ya makaa ya mawe, na kama inavyojulikana makaa ya mawe yana nature fulani hivi ya ukali, kwamba yalikuwaga, yani ukitumia makaa ya mawe yenyewe kama yalivyo, kwanza yana ile hewa chafu ambayo ni sulfur, ambayo sio rafiki kwa matumizi. Lakini pia ukali wa ule moto wa makaa ya mawe una damage kubwa, kutoboa sufuria, labda unaweza ukaharibu miundombinu. Sisi mkaa wetu katika viwanda vyetu tuna teknolojia ambayo tunapunguza ukali na kuboresha yale makaa. Kwa maana hiyo ni kwamba, moja, tunatoa ile hewa chafu ambayo ni sulfur, ili wewe mtumiaji utakapokuja kuyatumia yasikuletee shida katika matumizi. Kwa hiyo terms za mambo ya afya niwahakikishie kwamba mkaa wetu ni salama kwa asilimia zote. Lakini pia hata katika matumizi tutakuja kuona, kwa sababu tumeupunguza kidogo makali yake, ule mkaa hautakuwa na athari kwenye miundombinu ambayo tutakuwa tutaitumia katika kupikia. Maana yake majiko, masufuria yako salama kabisa. Ningependa nisisitize kwenye hiyo hapa. Lakini cha mwisho kabisa, kabla hatujaenda kwenye mafunzo ya vitendo, ni kwamba huu mkaa kama alivyotangulia kusema hapa, tunatumia mkaa kidogo, mapishi mengi. Yaani jinsi wenyewe ulivyo una uwezo wa kutunza na kuhifadhi joto kwa muda mrefu, tofauti na tulivyozoea kwenye kuni au kwenye hii mikaa ya kawaida ambayo tunatumia. Baada ya kusema hayo, mimi ningekaribisha maswali. Mimi swali langu zaidi lipo katika chemical content ya coal. Coal as energetic material, ndani yake mna uranium 238 which is very carcinogenic, toxic and very harmful if it is not well preserved or calcinated. Najua preliminary step ya kuandaa coal lazima calcination ipite, na during calcination heating inaiexpose uranium ambao kwa lazima ifanyiwe preliminary
carbonation. Sasa how you can achieve preliminary carbonation mpaka tuipata coal ambako inaweza ikachanganywa na hizi remains kama za magogo au nini. How you achieve your method kama kuifanya yani ile uranium ibakie deeply inside. We know that coal inakuwa imo ndani sana uranium. Sasa vipi tunaweza tukaipreserve uranium katika method yenu nyinyi mnaipreserve vipi? Uranium 238 which is very carcinogenic. Shukrani pia kwa uwasilishaji mzuri, lakini pia nitangulize shukrani kwa wakuu wetu kwa kutoa fursa hii kwa wageni ambao wamekuja hapa kwa ajili ya kutupa hii taaluma. Kikawaida taaluma kama hizi tunakuwa tunazikuta katika mazingira ya taasisi kubwa ambazo zinakuwa zinafadhiliwa na mashirika makubwa ya uhifadhi wa mazingira duniani, kwa mifano UNEP, WWF na nyingine nyingi ambazo zinahusiana na uhifadhi wa mazingira duniani. Kwa hiyo wakubwa wetu nitoe pongezi kwa kuwaruhusu na kuja hapa kwa ajili ya kutupatia hii elimu kuhusiana na matumizi ya nishati safi, ambapo kwa upande wenu umezungumzia Rafiki Briquette. Kiukweli kwa upande wangu kidogo kuna swali langu hasa nataka kulielekeza moja kwa moja kwenye upande wa utengenezaji, kwa sababu bado sijapata ile clear picture kuhusiana na zile raw material ambazo nyinyi mnazitumilia. Lakini kwa juu tu mmezungumzia makaa ya mawe, mabaki ya makaa ya mawe, ambapo mtanguliaji muulizaji wa awali amejaribu kujudge sana kutaka kufahamu undani wa makaa ya mawe, kwa sababu tukitizama uhalisia makaa ya mawe kuna material ambayo ni hatarishi, na hata kwa mujibu wa WWF wao wameelekeza migodi ya uchimbaji wa makaa ya mawe pamoja na matumizi yake yapo katika moja ya very strict regulations katika usimamizi wa uchimbaji na matumizi yake. Sasa mimi ningeomba kupata labda maelekezo ya ziada kuhusiana na malighafi hasa ambazo mnazitumia katika utengenezaji wa hii bidhaa yenu muhimu ambayo umeizungumzia Rafiki Briquette, ili yawezekana tukatoa hizi doubt ya usalama wa matumizi ya hii product yenu ambayo mnasema ni rafiki. Na lakini hilo ni swali la kwanza kuhusiana na malighafi halisi ambazo zinatumika in general. Lakini mmetanguliza pia kuzungumzia juhudi za STAMICO katika kuhakikisha kwamba nchi yetu ya Tanzania ipo katika kuendeleza na kuungana na juhudi za pamoja ya haya mashirika ya dunia kuhusiana na uhifadhi wa mazingira. Lakini bado kumekuwa kuna changamoto ya uharibifu wa mazingira hasa katika suala zima la upatikanaji na usambazaji wa nishati. Hivi kwa upande wenu katika suala la uzalishaji mpaka sasa hivi mmefikia hatua gani? Kwa sababu kwa ninavyofahamu kwenye product mpya inapokuja lazima mnafanya studies za kuona mafanikio, lakini pia vile na changamoto ambazo mmewahi kuzipitia. Kwa upande wangu ningependelea zaidi kutokuona changamoto, mafanikio yenu mpaka sasa kwa Tanzania mmefikia hatua gani katika kuendeleza, lakini pia vile kupunguza suala zima la uharibifu wa mazingira kupitia hii bidhaa yenu ya Rafiki Briquette. Maswali yangu ni mawili hayo, nashukuru. Ni kweli bidhaa yoyote inapokuwa ikitengenezwa kwa mara ya kwanza hatuwezi kukwepa changamoto, si ndivyo lakini sisi tunashukuru Mungu kwamba wakati tumeanza utengenezaji wa Rafiki Briquette kwa mara ya kwanza, tulipoipeleka sokoni tulipata mafanikio makubwa. Moja ya mafanikio makubwa ya kibidhaa, simaanishi kwamba sisemi kwamba hakukuwa na changamoto, zilikuwepo changamoto na ndazieleza. Fanikio la kwanza ambalo tulipata wakati tunatengeneza bidhaa, mwitikio wa upokeaji, mapokeo ya bidhaa ulikuwa ni mkubwa, na tunashukuru Mungu taasisi ambazo tulianza kufanya nazo kazi zilipata mwitikio mkubwa wa matumizi ya bidhaa. Na lakini pia tunashukuru tunafanya kazi, shirika la viwango Tanzania TDS lilitupatia certificate
ya kuonyesha kwamba bidhaa yetu imepita kwenye viwango bora vya kiukaguzi na inaleta mafanikio na inaruhusiwa sasa kwenda kutumika. Kwa hiyo hilo ni fanikio kubwa ambalo tulilipata, mojawapo ya fanikio ambalo tulilipata. Lakini eneo jingine ambalo tunalifanikisha kwenye sasa utatuaji wa changamoto za mazingira. Sisi kama shirika la madini STAMICO ndio kipaumbele chetu namba moja kuhakikisha kwamba tunapokuwa tukifanya shughuli whether za uchimbaji ama shughuli za utengenezaji wa mkaa mbadala, ni muhimu kuzingatia ulinzi wa mazingira. Lakini pili, tunashirikiana kuhamasisha matumizi sahihi ya nishati hii, lakini pili yanayolinda pia mazingira. Tunashiriki kwenye kupanda miti, tunashiriki kwenye siku za uhifadhi wa mazingira, na hata tulipokuwa juzi Dodoma kulikuwa kuna wiki ya mazingira, tulishiriki na mgeni rasmi alikuwa Mheshimiwa Makamu wa Rais. Kwa tunashiriki katika hizo juhudi na tumekuwa tukijihusisha na platform mbalimbali za utoaji wa elimu kuhusiana na utunzaji wa mazingira, ikiwemo kupanda miti. Na tumepanda miti mingi sana kwenye maeneo tofauti. Hii ni katika harakati ama jitihada za kuhakikisha ya kwamba tunawahamasisha watu kutumia bidhaa, lakini tunawahamasisha watu pia kulinda mazingira. Kwa sababu hatuwezi tukawahamasisha watu kutumia bidhaa tukaacha kuwahamasisha watu kulinda mazingira. Hatuko tumefanya kitu sahihi. Matumizi sahihi ya bidhaa ni lazima yaendane na uhamasishaji wa matumizi ya ulinzi wa mazingira. Shidemo ndugu zangu Kwa hiyo ni kati ya jitihada kubwa ambazo tunazifanya, na hapa pia Zanzibar tumekuwa tukishirikiana pia na viongozi kuhakikisha kwamba tunahamasishana katika ulinzi wa mazingira. Tumesha kufanya matamasha kadhaa hapa Zanzibar na STAMICO katika kulinda mazingira, katika kuhamasisha matumizi sahihi ya nishati safi na ulinzi wa mazingira. Na tunaendelea na hizi jitihada katika kuhakikisha kwamba kwa kushirikiana pia na taasisi zingine kama UNEP tunafanya nao kazi katika kuhamasisha matumizi sahihi ya mazingira na ulinzi wa mazingira. Kwa hiyo ni kuondoe wasiwasi. Zingine tunazotumia kwenye kutengeneza huu mkaa, actually tuna coal dust, tuna sawdust, kwa Kiswahili tunasema ni maranda I think, na ya tatu tuna molasses. Molasses ni sukari guru ambayo yenyewe ina act kama binder katika kutengeneza ile shape ya briquette ambayo tunakuwa tunafanyaje, tunazitengeneza. Baada ya hapo tunazifanyia process inaitwa carbonization, ambayo yenyewe it takes kuanzia masaa 8 mpaka masaa 12 kuchoma ule mkaa ili tuweze kuemit zile sumu ambazo tunahisi zinaweza zikaleta athari katika matumizi na katika utumiaji kwa ujumla. Then kulikuwa kuna ile swali la kwanza. Hili swali la kwanza, ndugu mjumbe, naomba unipe muda kidogo ila nitakujibu before it's more technical, lakini nitakujibu kabla ya mafunzo haya kuisha. Naomba nitakupatia jibu sahihi kabisa. Asante. Tunawaletea pia na mzani. Tunasema hivyo tunawaletea na mzani kwa sababu gani? Tunataka uweke kiwango ambacho ukifanya matumizi yake, sawa? It means kwamba ukishamaliza kupika zile kilo 50 unaweza ukachagua kupika kitu kingine ambacho ni chepesi, sawa, ukaendelea. Lakini ukishamaliza pale, ukishakuwa jivu, sawa, huu unaweza kutumia kwa mbolea, lakini huwezi tena ukauzinisha afu kesho tena ukautumia. Na ndio maana tunakuwekea mzani, tunakuwekea mzani ili utumie kwa kiwango cha kukadiria kidogo ili utumike uishe. Sawa? Huu ni moshi kwa ajili ya nanili hii ya tuliweka vijiti pia. Lakini baadaye inakata. Na watu tunakuwekea pia nanili. Baada ya hapo mbolea yake sasa unaweza kwenda kuweka kwenye nani